Ndio wewe? Yeah, ndio mimi. Uliniambia tunakutana hapa saa 7. Lakini umeikalisha karibia saa zima. Kwa nini umenikalisha muda mrefu kiasi hiki? Ni kweli. Nitaka nijue kwamba kweli umenitia kazi au umenitia kwenye mtego. Sawa. Naitwa Vanessa. Hakuniambia jina lako kwenye simu. Na sitakwambia jina langu kwa sababu tunafanya kazi pamoja. Sasa tutafanyaje kazi bila kujua na majina? Mama, huo ndio utaratibu wa kazi yangu. Kama unahitaji tufanye kazi au la basi tafuta mtu mwingine. Sawa. Tuzungumzie hapa kwenye gari au kuna sehemu nyingine tulizozea? Vipi wafanyakazi wapya? Wameshaenda lunch break? Wamepita wote ila kasoro mmoja. Yupi? Ndio anaitwa Sajo. Okay, sawa. Basi naomba uniagizie chakula cha kwangu na cha kwake pia. Nafahamu unachokula wewe siku kama leo. Ile sifahamu unachokula Sajo. Just muagizie ambacho kama nitachukula mimi tu basi. Sawa. Huyo kijana ndo kazi yako. Nahitaji atekwe. Apelekwe sehemu ambayo hakuna mtu yoyote atafahamu kabla tujamwachia. Lakini kwa sharti hili, asidhurike sehemu yoyote. Naweza hivi kumteka mtu pasipo kumdhuru? Haiwezekani. Haiwezekani ndio. Nikwambie tu. Ni kweli tunaweza tukamteka, lakini tusimzuru kimwili, lakini ataharibika kisaikolojia. Na maanisha asiumie hata kidole. Sijazungumzia saikolojia wala akili hapa mimi. Sawa, kama hivyo inawezekana. Na baada ya kumteka nini kinafuata? Nitakwambia kitakachofuata. Hapana. Natakiwa nijue namteka mtu ili iweje. Kama ni kudai pesa kwa ndugu zake, basi lazima utambue ya kwamba 25% ya pesa utakayolipwa ndio itakuwa mshahara wangu. 25%? Yes, of course. Kama utaki basi acha tu. Huo ndio utaratibu wangu wa kazi dada. Ndio. Mr. Sajo. Ya, karibu. Asante. Watoto wameenda kula, wewe vipi hausikii njaa? Kuna kitu hapa nilikuwa nakipitia then niende. Ukiendekeza sana kazi utapata matatizo ya kiafya. Samahani dada. Nimepewa oda ya chakula ofisi hii. Naomba niletee chakula plate 2. Chakula gani na chakula gani? Nimekuagizia wali samaki. Sijui kama ni mlaji wa samaki. Nashukuru sana. Okay. Unaishi sehemu gani? Mimi naishi Manzese. Manzese? Yeah. Napasikia tu. Hujawahi kufika Manzese? No. Basi jitahidi siku moja ukipata time uje. Maana sio sehemu mbaya kama ambavyo watu wanaipa sifa mbaya. Okay. Yeah. Nimeshawahi kupita Manzese darajani, lakini mara nyingi huwa napita nikiwa kwenye gari. Unaishi na wazazi wako? Hapana. Mimi naishi na kakaangu. Wazazi wangu wote wawili walishafariki. Oh. Pole kwa hilo. Usijali. Unajua tangu walipofariki ni zaidi ya miaka 15 sasa. Hivyo nilishapoa. Sawa. Yeah. Kuna makampuni hapa nilikuwa najaribu kuangalia. Come on. Tuko kwenye lunch break bro. Achana na masuala ya kazi kwanza. Sasa tusipoongea mambo ya kazi
tutakaa kimya tukisubiri chakula? Alafu mimi sina jambo lingine la kuongea zaidi ya kazi. Nikuulize kitu. Uliza. Huwa ukiwa free unapenda kufanya nini? Mara nyingi huwa naenda beach au kwa washikaji kupiga story. Kwa nini kuniambia uko beach unapiga story za kazi? Ukipata time weekend hii, njoo umpaone Manzese palivyo. Kwa bahati mbaya siwezi kwa sababu dereva wangu huwa hafanyi kazi siku za weekend. Kwani bila dereva utembei? Huwezi kuelewa hata nikikuelezea. Hebu jaribu tuone kama sitoelewa. Mamangu hataki kabisa niwe peke yangu. Kwa hiyo lazima niwe na mtu wa kuhakikisha usalama wangu. Vipi? Hamna kitu. Be free bro. Chochote unachoweza kujisikia unaweza ukaongea. Kinachonishangaza ni jinsi ambavyo mama yako anakulinda. Ni azifu kama wewe ni mtoto mdogo. I know. Na ndio maana nikakwambia huwezi kunielewa hata nikikuelezea. Haya bwana. Yaani anatuma SMS kama ugomvi. Anapiga simu kutwa mara 5 kwa siku. Yaani najuta kwa nini nimempa namba. Mimi nafikiri sio kosa lake. Mapenzi ndipo anapompeleka mtu namna hiyo. Kwa hiyo mapenzi yake yeye ndo awekelo kwa watu wengine. Na David wako vipi? Vipi kivipi yani sijakuelewa. Anafahamu kwa nampenda. Anaonyesha dalili yote ya kupenda. Pia kwa mwenzetu unapoteza muda wako bure. Suzi, David ndo kwa mara ya kwanza namuona. Na kwa mara moja hiyo ndo mwenzetu umekufa umeoza. Je, mwenzio yuko hivyo? Swahili wanasema usiache mbachao kwa msala upitao. Unamaanisha nini? Sisemi kitu, najisemea tu mwenyewe. Lakini pia nakushauri ungeenda kumwambia Usaje kuwa una mpango naye kuliko kuendelea kusubiri jambo ambalo litoweza kuwa. Mama, Faraje. Halo baba. Halo, mbona unaongea hivyo? Kuna tatizo? Ndiyo baba, mama ameanguka. Mama yako amekuaje? Mama amezimia. Amezimia? Uko wapi sasa hivi? Tupo hospitali. Hospitali gani? Hospitali ya Kidete. Nisubiri hapo hapo na kuja dakika kadhaa. Haya baba. Habari sasa. Salamu mfikie. Naomba kuonana na David. Subiri kidogo. Maana kuna muda alikuwa kwenye kikao. Halo boss. Mr. Kevin amekaa kuonana na wewe. Sawa. Asante. Mr. Kelvin. Kwema? Kwema kidogo. Nini tatizo? Tatizo ni mke wangu bwana amezidiwa, kwa hiyo nilikuwa natakiwa nimpeleke hospitali. Pole sana. Asante. Ana tatizo gani? Tatizo lake ni lile tu, ugonjwa wake wa figo. Okay. Basi sawa, wewe unaweza kwenda kumpeleka. Lakini nimetoka kuongea na madam hapo kwenye simu, ameniambia kwamba nikuchukue kwanza wewe nikupeleka nyumbani alafu ndo niende hospitali. Mimi nilikuwa naomba kitu kimoja. Nenda kwanza kampeleke mkeo hospitali. Mimi nitarudi nyumbani usijali, bila shida. Lakini madam ameniambia. Nisikilize Mr. Kelvin. Wewe yakwambia mwambie mimi ndo nakupa ruksa yangu, sawa? Naomba uende.
Sawa, asante. Shikamoo. Namfahamu huyu father. Okay. Hata yeye mwenyewe aliniambia kwamba mnafahamiana. Ni dereva wangu. Dereva wako? Huyu ndio dereva wako? Ndio. Okay. Nimemaliza kupitia ile ripoti ambayo ulinitumia kwenye email. Iko vizuri japokuwa ina marekebisho kidogo. Kwa nilikuwa naomba au ufanye. Sawa. Leo bali ni nani kwa sababu apige kumuona. Unajua hata mimi pia simjui. Ila nilichohisi kwamba Edina atakuwa kafungiwa tena ndani. Ni bora afungiwe kwa sababu kile kitoto kile kina roho mbaya kama babake mzazi. Kisionekane tena. Wewe. Hivi Michael unajiona una akili sana. Kivipi? Ukiwa na sisi unajidai unamchukia Edina. Unadhani hatujui kinachoendelea? Babu, acha kufunga kauli zako, unasema nini? Ninachojaribu kusema ni kwamba kwani sikubali tu kama unampenda Edina? Ibla. Tukifika dukani nidai hela soda. Maana leo umejua kunifurahisha. Hebu ngojeni nikuulize kitu kimoja. Kwa nini mnapenda kuning'ang'ania kuhusu kutembea na Edina? Hata shangazi swali lake ni hilo hilo. Kwani mnanichukuliaje mimi? Kaka, unajua huwezi kukibana kikohozi kilichokukamata haswa, kimekubana. Ipo siku utakuja kukiachia tena kwa kubanja. Unamaanisha nini? Namaanisha kwamba watu wote waliokuzunguka wanajua kwamba unampenda sana Edina. Haina haja kutufia sisi ndugu zako. Nisikilizeni, hamjui nyinyi mnachokiongea ndio maana mnaanza. Baba. Mbona umelala? Mamako ka? Mkodini. Umeshampatia matibabu? Ndio. Ila wamesema hawezi kuniambia chochote mpaka wewe ufike. Sawa. Acha nimuone daktari. Shilingi, shilingi. Shilingi, shilingi. Karibu msikavu. Asante. Mkeo ataruhusiwa leo kuweza kurudi nyumbani. Ila kuna jambo moja naomba nikushauri. Hakikisha anafanyiwa upasuaji haraka iwezekanavyo. Kwa maana kwa hali yake hii anazidi kuathirika pale unapozidi kumchelewa kusafishwa. Nimekuelewa daktari. Lakini ndo tuko katika hali ya kupambana tuweze kupata hiyo hela ili afanywe operation. Okay, basi mnaweza kwenda wodini na kuweza kumchukua kuondoka naye. Natumai kwamba hatuna deni lolote. Nadhani kwenye rekodi uko clear kabisa. Si daktari bwana, tunakushukuru sana kwa kweli kwa kutusaidia. Karibu sana msikavu. Acha tupambane tunaika mambo. Na pole sana. Asante. Basi acha mimi niende. Karibu. Karibu sana. Shilingi, shilingi. Shilingi, shilingi. Baba, mama anaendeleaje? Yuko vizuri. Na ameshapata ruhusa. Kwa hiyo nenda chumbani kwake kule udini kwa mtaani. Sawa. Haya. Sawa. Sawa. Halo. Hello kaka, kwema? Kwema, habari yako? Wapi ndugu yangu? Niko hospitali huko bana, mke wangu bana bado anasumbuliwa na idara. Pole kaka, ila tatizo lako ni kwamba usizunguke sehemu
lakini unashinda kuzunguka. Unaangalia hospitali tu. Sasa tunazunguka nini wakati ugonjwa wenyewe unajulikana ni hospitali ndugu yangu? Ndugu yangu, unajua kazi unaofanya hiyo watu wanakutolea macho. Wewe mwenyewe una rahisi tu, ila sio kitu rahisi, unajua hicho. Watu kibao wanatamani kuwa kama wewe, kwa hiyo sio rahisi ukaa hivyo utegemea hospitali. Zunguka ndugu yangu, mitishamba kwa waganga. Inaweza kawa fresh. Ndugu yangu, wewe nitafute kwanza. Ndio tunafanyaje? Sawa bana. Wewe ngoja basi, sababu leo nimepewa ruksa nimchukue nirudi naye nyumbani. Na hisi jioni nitakutafuta. Sawa ndugu yangu, nikipata muda jioni nitakuja kukuangalia. Ila usidharau, inabidi tuhangaike sehemu mbalimbali, mfano Bagamoyo, hata ndipo Ishina, Kapanya, Mweda, kote kuna wataalamu wazuri tu. Sawa bana, hamna shida. Mambo safi. Habari za mshimishi? Mbaya. Kwa nini mbaya? Kwa sababu leo hatuni usiku. Mimi nahisi hizi kazi za udereva wa mitandaoni naona mwisho utanishinda. Hivi unaweza kuamini leo siku nzima nimepata abiria mmoja tu? Bora hata huyo mmoja kuliko kutoka empty kabisa. No, nisikilize nikwambie. Yaani mtu nimemtoa kutoka Tegeta mpaka airport. Kufika pale eti ana ofa. Amenipa buku tu. Buku? Shilingi. Hujalala tu? Hapana, sijalala. Nilikuwa nakungojea wewe kwanza. Kuna tatizo? Naomba tuongee kama hautojali. Are you alright? Yeah, I'm fine. Okay. Unataka tuongelee nini? Mr. Kelvin alikupigia simu. Alikwambia kuhusu mkeo alipelekwa hospitali baada ya kuzidiwa. Ya, ndio aliniambia. Lakini wewe ulimwambia nilete nyumbani kwanza ndipo aende kumuona mkewe. David, just get to the point. My point is, tutaishi hivi hadi lini mama? Mtu anapata na matatizo, unaanza kujifikiria wewe kwanza, badala ya kumfikiria mtu ambaye tumefanya naye kazi zaidi ya miaka 5. Anafanya kazi kwa bidii na utiifu. Kwa nini na sisi tusionyeshe kumjali? Umemaliza? Wewe sio mzazi. Kwa hiyo katika siku zote sijui kutarajia uje kuelewa maamuzi ninayofanya mimi. Ukija kuwa na familia yako utaelewa. Mama, wewe kila siku pointi yako imekuwa hiyo hiyo tukizungumza. Mama, mimi sio mtoto mdogo kumlazimisha mtu anilete nyumbani kwanza badala kumpeleka mkewe hospitali. Mtu kiasi cha kuumwa kupelekwa hospitali ni big problem. Halafu mimi sio mlemavu useme bila Mr. Kelvin siwezi kurudi nyumbani. Haujui uchungu wa kumpoteza mtoto David. Kwa hiyo huwezi kunielewa. Mama, mwanao ni mimi hapa. Sijawahi kupotea. Uchungu ambao unazungumzia wewe ni upi? Na mtoto gani uliyempoteza? Siku mwema David. Oh my God.
Kuna nini kinaendelea? Usijali vipi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina magina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina magina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina magina mengi. Shilingi, shilingi. Ni mama tu ananivuruga na mambo yake ya uendeshaji. Listen. Ipo siku utamwelewa mama yako. Kwa sababu hata yakati ana umri kama wako, alikuwa hivi hivi kila siku anagombana na baba yake. Lakini nashangaa siku hizi naye amekuwa kama baba yake. Na unajua ipo siku unayotoka kama mama yako na mtoto wako atakulalamikia. Come on. Whoa, yeah, yeah, yeah. Whoa. Ndo maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu ishanikosesha penzi lile la kweli. Shilingi ishaumiza wengi sana. Michael. We Michael. Hebu toka bana. Wengi wanateseka kukosa thamani, yote shilingi. Inavunjisha amani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa. Na inaleta chuki, inaleta furaha na mabaya. Sure. Maraba. Usingizi gani unalala mpaka saa hizi utadhani umekufa? Nimechoka sasa. Hebu jiandae bwana utoke. Whoa, yeah, yeah, yeah. Whoa. Ndo maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu ishanikosesha penzi lile la kweli. Shilingi ishaumiza wengi sana. Hey, ma. Good morning. Morning, ma. Vipi? Mbona asubuhi utoko hapa? Nitaka kujua mwanangu amelala salama. Yeah. I'm good. Na pia nataka kukuomba msamaha kwa ajili ya kilichotokea jana juu ya Mr. Kelvin. No, ma, haina haja because unajua hata mzazi akimkosea mwanae ni muhimu kabisa kuomba msamaha. Na nimegundua pia kitendo nilichokifanya jana juu ya Mr. Kelvin hakikuwa cha ungwana kabisa. So, leo kama utaonana naye, mpe pole na umwambie next weekend tunaweza tukaenda kumwona yeye pamoja na mke wake. Wow. Sawa. Yeah, that's it. Mommy, take care. Sawa. Wewe umerudi tena? Ulikuwa utaki nini? Nilikuwa naomba majembe matatu. Nenda kachukue store. Michael,
Samahani na pole kwa wote waliotokea kwa ajili yangu. Mambo gani ambayo yalitokea kwa ajili yako? Wale vijana na kupelekwa polisi. Kumbe unazungumzia kuhusu wale vijana? Mbona mimi sikugombana nao kwa ajili yako? Nilikuwa na ugomvi nao mwingine kabisa. Hivi wewe unapenda tu kila siku kugombana na watu, si ndio? Kwani mimi naye hapa tunagombana? Nenda sasa. Whoa, yeah. Whoa. Wewe kaka, mbona unaendesha gari taratibu hivi? Kwa sababu sitaki tupate ajali. Hutaki tupate ajali au unajaribu kuongeza pesa yako? Kwa unajifanya ni mjanja sana, si ndio? Sasa mbona umesimamisha gari? Shuka, tafuta gari nyingine na ukwenda kwa haraka. Sasa nashukaje wakati mimi sijafika safari yangu? Basi sasa kama unataka kuendelea na safari na gari yangu, naomba ukae kimya. Nitakuwa hapa takriban saa moja. Kwa hiyo kama ulinichenda ukani kabisa. Ila sikana kamili umeshafika. Una kikao sasa hivi. Usijali madam, mimi nitakusubiri hapa nje. Yaani wewe kaka sijui ukoje. Kwanza hujua hata biashara. Unaongeaje na abiria kiasi hiko Tanzania yule sijui kitu gani? Wewe vipi? Gari yangu imegoma, haiwezi kuendelea na safari. Shuka. Na nitakuripoti tuone kama utaendelea kuendesha gari. Kila la heri. Karibu sana. Uko wapi? Niko njiani mwanangu, narudi kijiweni. Demu ushafikisha? Nifikishe wapi demu mwenyewe mashauzi kishenzi yani. Ananiletea swaga za kushika nywele sijui kwenye gari yangu mimi. Anaongea vitu vya ajabu, nimemshusha zangu njiani, mimi naendelea zangu na safari. Nafika sasa hivi hapo mwanangu. Sasa hapo utakuwa umemkomoa nani? Maana atakupa leti mbaya bure ujue. Na mafuta umepoteza. Potelea bondeni mwanangu.
Mimi masuala ya kumnyenyekea mtu kisa sijui kupata reti nzuri, hayo masuala mimi nimeshaacha muda mrefu sana. Wewe tulia mwanangu, nafika hapo sasa hivi nitakuhadithia msala wote uliotumia. Hapo. Barida mwanangu. Nimeingia tu, Debora akaniambia kwamba Angelo anataka kuongea na mimi. Kuna tatizo? Mimi hajaniambia lolote. Labda anataka tu kuwa karibu na bosi. Si unajua watoto wa kike. Okay. Yeah. Basi kama hakuna alichokwambia, naomba uongee naye ili ujue kwa nini anataka kuniona kabla ya kuzungumza na wewe. Sidhani kama ni jambo zuri kufanya hivyo. Kwa nini? Nafikiri ungeonana naye tu. Wenda ana jambo ambalo anataka kukuambia na hawezi kuniambia mimi. Au wife hataki kuongea na wafanyakazi wa kike. Wife? Mimi bado sijaoa Mr. Sajo. Basi hakuna tatizo. Wewe ongea naye tu. Binti mwenyewe mkali. Yaani laiti kama angeomba kuongea na mimi, basi nisingefikiria mara mbili. Halafu, wewe jana umeniambia ukifikiria kazi muda wote utaugua. Okay, sawa, nimekuelewa. Poa. Shukrani. Angel. Boss anakuita ofisini. Okay. Karibu. Yaani bado unakunywa pombe huko unaniendesha? Nilikuambia nini kuhusu swala la kunywa pombe huko unaniendesha kwenye gari? Kwani unakunywa pombe huko unaniendesha? Hapana madam. Ilikuwa imebaki kidogo sana. Nimefanya tukimalizia. Nipe funguo gari. Wewe nenda nyumbani ukapumzike. Nitazungumza na wewe kesho ukiwa hujanywa hata kidogo. Jalewa madam, nipo vizuri sana. Nipe funguo. Naweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina magina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina magina mengi. Shilingi, shilingi. Oh, yeah, yeah, yeah.
Ndo maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu ishanikosesha penzi lile la kweli, shilingi ishaumiza wengi sana, ishavunjisha mahusiano mengi, licha ya kazini na pengine wengi wanateseka kukosa thamani, yote shilingi inavunjisha mani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa. Nani tena? Hello? Habari. Safi, za kwako? Upo mbali kwani? Hapana, siko mbali. Basi naomba uje unifuate hapa haraka, na haraka kidogo. Okay. Nafika hapo dakika 0. Sawa. Baby. Yes, ma'am. Hebu mwambie dereva wako aje afuate gari hapa saluni. Kuna nini mama? Amna kitu, tutaongea nyumbani. Mwambie aje afuate gari haraka kidogo. Sawa, tutafanya hivyo. Sawa. Tutaonana nyumbani Unaenda wapi na hiyo ndoo? Nilikuwa naenda kufuata maji. Mimi nimekwambia usifanye kazi ngumu yoyote mpaka utakapojifungua. Mimi nimekwambia nitafanya kazi zote. Nitachota maji ya kutosha na nitapika. Nikimaliza hapo nitaenda kazini. Hapana, huwezi kufanya vyote hivyo. Mimi mwenyewe naweza kufanya. Wewe nisikilize mimi. Hebu rudi ndani nitakapo. Kapumzike mwanangu. Nisikie. Another girl on my dream, you're the one. Follow me on my stream. Love baby everywhere I've been. Welcome to my hood that the mama wants seen. Sawa madam, sorry.
Dada, nadhani hii ndo sehemu ambayo ulitaka nikulete. Yes, ndo hapa. Sasa mimi naingia huko ndani kwenye kikao Nisubiri hapa hapa na kuja. Nikusubiri? Ndivyo nilivyosema. Hicho kikao chako kitachukua masaa mangapi? Takriban masaa 3. Masaa 3? Kwa hiyo nataka mimi nikae hapa kukusubiria wewe masaa 3? Kwani kuna tatizo? Tatizo lipo ndio. Mimi sijaja mjini kuzurura hapa, nimekuja kufanya kazi. Siwezi kukaa hapa kukusubiria wewe masaa 3 bwana. Okay, unadai bei gani? Na sasa ndo maneno. $25,000. Chukua. Hiyo ni 100,000. Nisubiri hapa hapa, usichukue abiria mwingine mpaka nirudi. Alafu nitakulipa pia na safari ya kunirudisha. Sasa dada yangu, nikikimbia na hii hela 100,000 yote inakuwaje kwa mfano? Kama unaona hizo pesa ni nyingi kiasi cha wewe kuvunja uaminifu na mteja, kimbia nazo.